Tarehe 25 mwezi wa 3, kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana Bikira Maria. Siku ya leo tunaadhimisha tukio kubwa kabisa ambalo halijawahi kutokea katika historia ya mwanadamu. Tukio la umwilisho, yaani neno la Mungu anakuwa mwanadamu. Nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu inatoa mwili. Tunaadhimisha siku ile Bikira Maria alipopashwa habari na malaika Gabrieli kuwa atachukua mimba na kumzaa Masiha, mwana wa Mungu. Mwanadamu kwa muda mrefu amekuwa na kiu ya Mungu na kutamani kuwa naye ili aweze kuomba ulinzi na mwongozo wa Mungu na kufurahia uhusiano wa karibu naye. Lakini mwanadamu alijisikia hana nguvu ya kumwendea Mungu kwa karibu. Kwake ilikuwa kama kupanda mlima mrefu na wenye mwinuko mkali kuelekea angani ambako alifikiri Mungu anakaa. Njia pekee ya mwanadamu kuwa karibu na Mungu ni Mungu kushuka chini na kukaa naye. Neno wa Mungu amekubali kuwa mmoja nasi na kutoa hali ya kibinadamu pasipo dhambi. Alikuja kuishi kati yetu ili sisi kushiriki uzima wake na roho wake. Kushiriki huku kutamfanya mwanadamu kuwa karibu na Mungu katika maisha haya na baada ya maisha haya na kwa pamoja naye. Kwa miaka mingi umwilisho wa Kristo au kupashwa habari kwa Bikira Maria kuliadhimishwa pamoja na sikukuu ya kuzaliwa kwake. Polepole kanisa likaanza kuadhimisha tukio hili tarehe 25 Machi. Kwa nini tarehe 25 Machi? Kwa sababu Wakristo wengi waliona kuwa Yesu alitungwa mimba tumboni mwa Maria kwa miezi 9, na kwa vile sherehe ya kuzaliwa kwake iliadhimishwa tarehe 25 Disemba, basi walirudisha nyuma miezi 9 kuadhimisha umwilisho wa Kristo tarehe 25 mwezi Machi. Sababu nyingine ni kwamba Wakristo waliona kuwa Yesu alitungwa mimba mwanzoni mwa kipindi ambacho mimea huchanua maua na kuleta uhai mpya baada ya kipindi cha baridi kali kuisha. Kwao ilionekana kipindi cha kufaa kwa Yesu kuanza maisha yake kama mwanadamu, kwa sababu alikuwa analeta uhai mpya katika maisha ya mwanadamu baada ya kuwa na kipindi kirefu cha baridi na dhambi hapa duniani. Kupashwa habari kulikuwa hivi: malaika Gabrieli alimtokea Maria, alimwambia, "Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote." Maria aliposikia salamu hizo alifadhaika, akawaza moyoni maana ya maamkio hayo. Lakini malaika alimwambia, "Usiogope Maria, kwani Mungu amekujalia neema yake. Utachukua mimba, utamzaa mtoto, jina lake ataitwa Yesu. Atakuwa mkuu, watamwita mwana wa Mungu. Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake." Kisha Maria alimwambia malaika, "Yatakuwaje hayo, nami sijui mume?" Malaika akamjibu, "Roho Mtakatifu atakushukia na nguvu ya Mungu aliye juu itakufunukia kwa kivuli chake. Ndiyo maana mtakatifu atakayezaliwa nawe ataitwa mwana wa Mungu. Hata Elizabeti binamu yako, ingawa ni mzee, amechukua mimba, atazaa mtoto. Huu ni mwezi wake wa 6, kwani Mungu aweza kila kitu." Maria alikubali akisema, "Ndimi mtumishi wa Bwana, nijaliwe kama ulivyosema." Pale pale Roho Mtakatifu alitunga mimba ya mwana wa Mungu katika mwili wa Bikira Maria, na neno wa Mungu akatoa mwili na Roho akajifanya mtu akakaa kwetu. Katika sherehe hii tunaadhimisha mwanzo wa wokovu wetu. Tafakari. Aliachilia yote ingawa alikuwa haonekani, akaonekana ingawa alikuwa muumba na Bwana wa vitu vyote. Alichagua kuwa mmoja wetu sisi wanadamu,
Hata hivyo, hakupoteza umungu wake. Kama kwa kufanya hivyo hakupoteza umungu wake, ni kwa sababu ya upendo na huruma yake, na hivyo hakupoteza uwezo wake, bali alionyesha zaidi uwezo wake. Yeye aliye na asili ya kimungu na ambaye alimuumba mwanadamu amekuwa na hali ya mtumwa, yaani mwenyewe amekuwa mwanadamu. Maneno haya yamesemwa na Mtakatifu Leo. Tumsifu Yesu Kristo. Tarehe hiyo hiyo 25 pia tunafanya kumbukizi ya Mtakatifu Dismas, mwizi mwema. Usiache kufuatilia chaneli yetu ya Lisha Ubongo kwa mambo mazuri zaidi.